Moto mkubwa wa nyika ulizuka Juni 29 mwaka 2025 katika eneo la misitu linalotenganisha wilaya ya Seferi Hassan na Mendez ndani ya mkoa wa Izmir, magharibi mwa nchi ya Uturuki. Moto huu ulienea kwa kasi ya kutisha kutokana na upepo mkali wa pwani ulioambatana na joto kali la kiangazi. Kwa muda mfupi moto huu uliweza kusambaa kwenye eneo pana na kufika kwenye maeneo ya makazi, mashamba na sehemu zenye msongamano wa watu, hali iliyolazimu hatua za dharura kuchukuliwa haraka. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni pamoja na mitaa ya Kuykak ambako wakazi walilazimika kuondolewa haraka wakati moto uliposogea umbali wa chini ya kilomita 1 kutoka makazi yao. Mamlaka za mitaa kwa kushirikiana na vikosi vya zimamoto vya kitaifa na waokoaji walizindua operesheni kubwa ya uhamishaji wakitumia magari ya kijeshi, helikopta na mabasi ya dharura. Familia nyingi zilihifadhiwa katika shule na vituo vya jamii vilivyobadilishwa kuwa kambi za muda. Moto haukusalia maeneo hayo peke yake, bali uliendelea kusambaa katika mitaa mbalimbali ambako moshi mzito na majivu yalifunika anga na kuathiri hali ya hewa kwa kiwango kikubwa. Maji ya kunywa na umeme vilikatwa katika baadhi ya maeneo kama tahadhari dhidi ya uharibifu zaidi, huku hospitali zikiweka mipango ya dharura kwa ajili ya watu wenye matatizo ya kupumua na wazee walioathiriwa na moshi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka Wizara ya Misitu na Masuala ya Asili ya Uturuki, jumla ya matukio 49 ya moto wa msitu yaliripotiwa sehemu mbalimbali za nchi siku hiyo, yakihusisha mikoa ya Antalya, Manisa na Denizli. Tukio hili linaelezwa kuwa mojawapo ya wimbi kubwa la moto ambalo limeikumba Uturuki katika muongo huu, likifanana na kubwa lile la mwaka 2021 lililosababisha uharibifu mkubwa wa mazingira na mali. Afisa 1200 wa zimamoto, helikopta 20 na ndege maalum 10 za kuzima moto zilipelekwa kwenye eneo la Izmir peke yake, huku zaidi ya magari 150 ya zimamoto na vifaa vizito vya kuondoa miti vikitumika kuzuia moto usiingie katika maeneo ya miji. Hali hiyo ililazimu serikali kuanzisha kitengo maalum cha dharura cha uratibu kikiongozwa na waziri wa mambo ya ndani na waziri wa msitu, waliokwenda moja kwa moja katika mkoa wa Izmir kwa ajili ya ufuatiliaji wa karibu wa operesheni ya kudhibiti moto huo. Taarifa kutoka kwa wakuu wa jeshi la anga zilisema kuwa kazi kubwa ya ndege ilikuwa ni kushambulia moto katika vilele vya milima ambavyo vikosi vya ardhi haviwezi kufika kwa urahisi. Aidha, vikundi vya kujitolea vya raia na mashirika yasiyo ya kiserikali vilijiunga katika kusaidia usambazaji wa maji, chakula na misaada ya dharura kwa familia zilizoathirika. Mazingira yaliyoteketea kwa sasa yanahesabiwa kuwa na thamani kubwa kiikolojia, kwani sehemu kubwa ya msitu ulioteketea ulikuwa makazi ya wanyama adimu na mimea ya asili inayopatikana pekee katika mkoa wa Izmir. Hali hii imezua taharuki miongoni mwa wanamazingira na wanasayansi, huku taasisi kadhaa zikitoa wito wa kuanza mchakato wa uhifadhi na urejeshaji wa msitu mara moja pindi moto utakapodhibitiwa. Waziri Mkuu wa Uturuki kupitia hotuba yake ya taifa jana jioni alisema kuwa serikali imeweka vipaumbele vyote kuhakikisha hakuna maisha yaliyopotea na tutaendelea kutumia kila rasilimali ya taifa kukabiliana na hali hii ya dharura. Aliongeza kuwa uchunguzi wa kina utaanzishwa mara moto utakapodhibitiwa ili kubaini sababu za kuzuka kwake, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa uzembe au hujuma. Kwa sasa wakazi wa Izmir na maeneo ya karibu wameombwa kuendelea kwa makini, kutii maelekezo ya vikosi vya uokoaji na kuepuka maeneo ya msitu. Shughuli za shule na usafiri zimesitishwa kwa muda katika maeneo yaliyo hatarini, huku hospitali zikiendelea kupokea waathiriwa wa mshtuko, matatizo ya kupumua na majeraha madogo madogo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.